Irani hapoi haboi, ni mashambulizi mwanzo mwisho. Ameendelea na mashambulizi makali kule Tel Aviv, lakini pia Saudi Arabia amelipua ubalozi wa Marekani kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani ambazo zile ni zile ndege zake mpya ambazo amezitambulisha. Sasa tumeona Donald Trump amezungumza kwa uchungu sana, akieleza kitachowatokea Wanairani basi hawatakisahau maisha yao yote. Na ametoa taarifa hii baada ya vifo vya Wamarekani 6 ambao wamevitangaza, huku akisema huenda kuna madhara zaidi yatajitokeza, na kusema bado anaendelea na maandalizi ya kufanya shambulio kubwa huko Irani ambalo litaacha na litawafanya wasisahau maisha yao yote. Huu ni mwendelezo wa kutupiana kwa maneno kati ya mataifa haya mawili. Kama unavyojua siku kadhaa zilizopita Israeli na Marekani walishambulia makazi ya kiongozi wa Irani Khamenei na kufanikiwa kumuua, pamoja na viongozi wengi wa kijeshi wameuawa kule, na mashambulizi yakaendelea. Na hii ilikuwa wakiwa kwenye mazungumzo, lakini kivuli cha mazungumzo kikawapeleka, kumbe wenzao wanalao jambo, wana target ambayo wanaenda kuipiga. Sasa Marekani imesema italipiza kisasi, na sio jambo la wasiwasi, linahitaji tu muda ili waweze kupanga mambo yao na kuweza kufuatilia hili. Lakini pia niliona pia kuna taarifa nyingine kuhusiana na hiki, wakijiuliza kuhusiana na wanajeshi kuingia kule Irani, na akasema hayo masuala bado wao wanayatafakari kuona itakuwaje, na masuala hayo ni bado ni siri. Kama unavyojua, Marekani amekuwa akifanya mashambulio yake, anafanya kwa umakini, lakini pia lazima afanye tafiti ya kuhakikisha anachokifanya kisilete madhara makubwa kwa upande wake. Hata hili ambalo linatokea sasa hivi hakujipanga nalo. Mimi ni Yasin Ngitu.